Naomba nipite chap kuna maombi nimesikia leo ya tofauti kidogo. Nianze kwa kusema Yesu kabla ya kuteswa na kufa msalabani aliahidi kujenga kanisa lake juu ya mwamba. Yesu kabla ya kufa msalabani aliahidi kujenga misingi yako ya mafanikio ili ushindi wako udumu. Okay. Nikasema Yesu kabla ya kuteswa na kufa msalabani aliahidi kujenga kanisa lake juu ya mwamba. Neno mwamba maana yake msingi. Na sio msingi peke yake, ni msingi imara. Mtu anayejenga nyumba juu ya mwamba kwa mujibu wa Mathayo 7:21. Mathayo 7 anasema mtu asikie maneno haya na kuyafanya amefananishwa na yule ajengaye nyumba yake juu ya mwamba. Maana yake anaposema nitajenga juu ya mwamba, maana yake alikuwa anaonyesha atalijenga hilo kanisa kwenye msingi imara. Amen. Mathayo 16:18, wewe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, malango ya kuzimu hayatalishinda. Hiyo ni Mathayo 16:18. Okay, mwamba una maana kuu tatu. Sataka uone hapo. Mwamba una maana kuu tatu. Kama unaandika itakusaidia. Tuko kwenye ile misingi yako ya mafanikio ili ushindi wako udumu. Tuko hapo na nikasema Yesu kabla ya kuteswa na kufa msalabani aliahidi kujenga kanisa lake juu ya mwamba. Mathayo 16:18. So mwamba una maana kuu tatu. Sehemu ya kwanza ya mwamba, kwanza tujua mwamba kwenye mabano ni msingi. Hilo tu ujue ni msingi. Anaposema kujenga juu ya mwamba, maana yake ni kujenga juu ya msingi. Kuna watu wanahitaji kujengwa juu ya msingi. Ijapo pia kuna msingi kama msingi wa maisha yako. Nisemeje? Okay, twende kidogo. Haleluya. Namba 1, Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe ni msingi wetu. Kwa sababu wokovu wetu watoka pale. Msamaha watoka pale. Uponyaji unatoka pale. Haleluya. Kwa Yesu wa kwanza ni msingi. Ambayo tunasoma Wakorintho wa kwanza ile sura ya 10 mstari wa kwanza hadi wa 4, ambayo ukipata unaweza ukasoma chap. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza hadi wa 4. Kwa maana ndugu zangu, ya maiki vipi? Imeokoka? Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Ndio. Wote wakapita kati ya bahari. Wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Wote wakala chakula kile cha roho. Wote wakanywa kinywaji kile cha roho. Kwa maana waliunywa mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kwa hiyo Kristo ni msingi namba 1. Ule mwamba ambao pia yani mjenzi mkuu wa kanisa ni Kristo. Kwa Yesu ni mwamba. Shika hilo. Namba 2, msingi ni watumishi wa Mungu. Namba 2, msingi ni watumishi wa Mungu. Na hapa sasa hebu tumkute Petro pia kwa sehemu nyingine. Maana tafsiri ya jina Petro maana yake jiwe, mwamba, jabali. Ndio tafsiri. Na huyu anaitwa Simeoni. Sasa anasema hakumwambia wewe utaitwa Simeoni. Amwambia wewe ndiwe Petro.
Maana yake wewe ni jiwe, wewe ni msingi. Kupitia kwako nitalijenga kanisa na malango ya kuzimu hayatalishinda. Haleluya. Yesu asifiwe. Kwa wa pili pia Petro ni jiwe au mwamba, Kefa. Haleluya. Sasa tuje hapa. Namba 3, msingi ni umoja wa kanisa. Maana yake anataka kusema kwenye hili kanisa naweka msingi wa kanisa, naweka kwenye ushirika, naweka kwenye umoja. Kwa hiyo msingi ni umoja wa kanisa. Petro wa kwanza 2:5. Petro wa kwanza 2:5. Petro wa kwanza 2:5 nasema, Petro wa kwanza 2:5, ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa mwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Asante. Na huo msingi pia Kristo, turudie Wakorintho wa kwanza 3:11. Wakorintho wa kwanza 3:11 nasema, Wakorintho wa kwanza 3:11 nayo nasema, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ni msingi, tukubaliane. Haleluya. Lakini msingi mwingine ndio tumeona kwamba wewe ndiwe Petro, juu ya mwamba utalijenga kanisa. Lakini pia Waefeso tulisoma juzi, Waefeso 2 kuanzia mstari wa 18, ninyi mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Mmewekwa juu ya hiyo misingi, mmejengwa hapo. Kwa Yesu ni msingi, lakini pia ameweka msingi. Yesu ni msingi uliowekwa duniani kuokovu. Watu wote waliookoka wanasoma kwenye huo msingi, lakini pia ameweka misingi ambayo kila mtumishi mahali pake alipowekwa ni msingi wa mahali hapo. Okay, ngoja nirudie kitu. Kuna kitu nasikia kusema hivi. Unaweza ukachukua ile ni tofali ambalo unajenga, basi msingi wa hapa una viashiria vya kujengwa na ile tofali. Sasa endapo utachukua miti ukaweka katikati ya kwenye ile tofali, haiendi. Ukichukua mawe ukaunganisha hapa, hayaendi. Nataka kusema nini? Kuna mwingine mahali pake msingi wake ni jiwe, kwa hiyo panajengwa na mawe mpaka juu. Kuna mwingine mahali pake ni tofali za udongo, nazo zinajengwa mpaka juu. Kuna mwingine mahali pake msingi wake ni tope, na unajengwa na tope mpaka juu. Kuna mwingine tofali zake ni bloku, na utajengwa mpaka juu. Sasa wewe angalia umejengwa wapi, kaa kwenye msingi wako. Hello? Paulo anasema mimi naliweka msingi na mwingine akaja. Haleluya. Haleluya. Naliweka msingi. Hebu rudi hapo Wakorintho hiyo wa kwanza 3. Hiyo 3. Turudi nyuma kidogo. Wa kwanza 3 hapo. Rudi nyuma kidogo hapo. Tuanze mstari ule wa 10. Wakorintho wa kwanza 3:10. Tuanze mstari wa 9. Mstari wa 9 nasema, maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa, mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliweka msingi, na mtu mwingine anajenga juu yake. Naliweka msingi mimi kama Paulo, na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake.
Asante. Na naendelea kusema kazi ya mtu itapimwa, ikiwa manyasi itateketea, ikiwa vipi, angalia unapojenga. Sasa angalia, huyu ni msingi, lakini pia anajenga msingi. Hivi naelewa? Paulo ni msingi, lakini pia anajenga nini? Kwa sababu hapa anatuonyesha yeye anajenga, aliweka msingi. Lakini kwenye Efeso 2 inatuonyesha wazi kabisa kwamba msingi ni watumishi. Okay, tuje kidogo hapo ili tukumbushane mambo hapa, tuendelee. Mstari ule wa 9 anasema basi tangu wa Efeso 2:19, basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Yesu Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote limeungamanishwa. Kwa mmejengwa juu ya huo msingi. Mitume ndio misingi ambao tumejengwa hapo. Sasa mitume hawa pia ni mwamba, kwa staili ile anayosema nitajenga kanisa juu ya mwamba. Lakini ukienda kwenye mwamba lazima ukute kuna muunganiko. Maandiko yanasema hivi, ninyi ni mawe yaliyo hai, mmejengwa. Maana yake mawe yameunganishwa kuwa pamoja. Mwili wa Kristo haujagawanyika. Mwili wa Kristo ni mshikamano. Kanisa likishikamana kuna ushindi. Yaani ninapokuwa nikiona saa nyingine watu waweze kutana kwenye fellowship, unaona kanisa lililobomoka. Mimi sioni washirika wa Jumapili hata kama mngekuwa 10,000. Nataka kuona kwenye msingi wa nyumba, msingi ule wa watu 12 unamata sana kwa Mungu. Sikawa mnielewa? Yesu aliteua mitume wangapi? Alafu Yuda alipokufa wakamtafuta mmoja kureplace ile nafasi. Kwa nini? Ili msingi usiharibike. Yule bwana angeacha pengo, kwa wakaweka hapo mtu wa kushika ile nafasi. Maana yake wale ndio msingi, umewekwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Yesu Kristo akiwa jiwe kuu la pembeni. Sema amina. Sema amina. Haleluya. Sasa angalia, kuna mwamba wa umoja wa kanisa, kuna mwamba ambao ni Kristo, lakini kuna mwamba ambao ni mtumishi. Naomba nisogee kidogo, maana tunapoongea habari ya wazazi wa kiroho hatutawaacha wa kimwili, kwa sababu ndio maana kuna baba wa kiroho anahudumia roho yako, lakini yuko wa kimwili aliyesababisha mwili wako uwepo. Hello. Na hawa wote ni mwamba, ni msingi kwa namna yao. Wa kimwili ni msingi wako. Hata angekuwa kichaa, maadamu aliweza kukuzaa, huyo ni msingi wako. Mtafutie nguo mvike tu, hata kule jalalani akafanyeje wewe, kamlishe. Unanielewa? Lakini unanielewa? Okay, naomba angalia, andika na tuangalie. Tumeshaangalia watumishi wa Mungu ni msingi. Naomba niweke pia wazazi waliotuzaa kimwili ni msingi kwenye eneo la kimwili. Wazazi waliotuzaa kimwili ni msingi kwenye eneo la kimwili. Kitabu cha Isaya 51 mstari wa kwanza. Alafu kutoka hapo. Isaya 51 mstari wa kwanza inasema, nisikilizeni ninyi mnaoifuatia haki. Yaani kama unaifuatia haki, sikiliza. Nanyi mnaomtafuta Bwana. Nanyi mnaomtafuta Mungu. Uangalieni mwamba ule ambao mlitolewa kwa kuchongwa. Angalieni huo mwamba, yani wewe ulipotoka tumboni mwa mama yako ulichongwa, yani kuna kitu kilipungua kwa mama yako. Na tundu la shimo ambalo mlitolewa kwa kuchimbuliwa. Kuna mahali ulichimbuliwa ukatoka. Mwangalieni Ibrahimu baba yenu. Mwangalieni Ibrahimu baba yenu. Na Sara aliyewazaa, kwa maana alipokuwa mmoja tu na alimuita, nikambariki nikamfanya kuwa wengi. Asante.
Ndio maana utakuta anasema waheshimu baba na mama yako. Ufanyeje? Miaka yako iko kwao. Waheshimu baba na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi. Kwa nini? Wao amekuzaa, ana uwezo wa kutakia miaka ikaja. Hello. Yesu asifiwe. Lakini kwa habari pia wazazi wa kiroho, tuje kwenye Tesalonike hapo kwanza. Wa Tesalonike ni wa kwanza. Mcho kwanza Waebrania na ile sura ya 13 mstari wa 7. Waebrania 13:7. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu. Tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Mstari wa 13:7. Mstari wa 17. Watiini wenye kuongoza. Watiini wenye kuongoza Na kuwanyenyekea. Na kuwanyenyekea. Maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa kuugua. Wasiugue kwa ajili yenu, wafanye kwa furaha. Maana ingewafaa ninyi. Maana isingewafaa ninyi waumie wazazi wenu wa kiroho. Watiini, wanyenyekeeni, watambueni. Tesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 12. Tesalonike wa kwanza 5:12 nasema, lakini ndugu, tunataka mwatambue. Mwatambue ndugu. Mwambie mwenzako ndugu. Na tunataka mwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu. Wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu. Na kuwasimamia ninyi katika Bwana. Na kuwasimamia ninyi katika Bwana. Na kuwaonyeni. Na kuwaonyeni. Mkawastahi sana katika upendo. Mkawastahi sana katika upendo. Kwa ajili ya kazi zao. Kwa ajili ya kazi zao. Uweni na amani ninyi kwa ninyi. Asante. Muwastahi, watambueni. Tutambueni jamani. Haleluya. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Huu ni msingi wa watumishi wa Mungu. Okay, hiyo ni misingi ya aina kuu tatu. Tunapoendelea huko tutajifunza misingi mingine. Twende kidogo tena. Andika. Yesu alijenga msingi pale alipolijenga kanisa lake. Yesu alijenga msingi pale alipojenga kanisa lake. Kama nivuke hicho kipengele nikupeleke kwenye wimbo hapa. Pale alipojenga kanisa lake. Kwa hiyo aliposema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, alikuja kujenga lini? Alipokuja kujenga kanisa lake. Alijenga kanisa lake lini? Alijenga kanisa lake lini? Alijenga kanisa lake wakati ule alipokuwa anawanawisha wanafunzi wake miguu. Ndio mahali alikuwa anajenga. Hello. Haleluya. Hapa ndipo alipokuwa anajenga. Hapo ndo msingi ulijengwa, na hakujenga sasa kanisa hilo kwenye mmoja. Alikuja kujenga kanisa kwenye umoja. Sio mmoja, umoja. Sema umoja. Kwa sababu hakumnawisha mmoja miguu, aliwanawisha wale tenasha 12. Maana yake alikuwa anaunganisha. Ndio msingi ulipokuwa unajengwa kwenye mwamba. Ijapo Petro atakuwa kiongozi kwa sehemu yake ni msingi, lakini akajenga ule umoja wa huduma zile. Ndio tukatokea kwa hata huduma 5 ziko hapa. Walionielewa sema amen. Yesu wetu asifiwe. Okay, tuje kwenye Yohana 13. Yohana 13.
Mstari wa kwanza. Yohana 13 mstari wa kwanza inasema, basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu alikijua ya kuwa saa yake imefika. Atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba. Naye amewapenda watu wake katika ulimwengu aliowapenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda, mwana wa Simoni Iskarioti, moyo wa kumsaliti. Yesu akijua ya kuwa Baba amempa yote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa akajifunga kiunoni. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawaza wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawaza miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawaza miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawaza huna shirika nami. Asante. Kwa nini nimesema hapa ndipo alipokuwa anajenga msingi na kanisa lenyewe? Sababu zipo za kutosha. Maandiko yanasema Yesu hali akijua ya kuwa, mstari wa 3, Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu. Maana yake lazima arithishe. Na anarithishaje? Akaanza kuwanawisha miguu. Hakuwanawisha kichwa, aliwanawisha miguu. Miguu inaashiria nini? Miguu inaashiria umiliki, kwamba ninavyo nilivyopewa, nilivyokabidhiwa, nami nawamilikisheni kabla sijaondoka. Akawanawisha miguu. Si kama umeelewa? Haleluya. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Angalia sura ya 4 ya Efeso. Labda utanipata hapa wakati naendelea. Sura ya 4 ya Efeso, taanza na mstari wa 4. Efeso 4. Mwili mmoja na roho moja. Mwili mmoja na roho moja. Kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Mliitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Sasa hapa ndio tunashindwana na wabinti wetu ambao wanaondoka kwenda kuolewa na mataifa. Anaenda kwa mtu ambaye hajabatizwa na maji mengi, anasema nimempenda. Shindwa hilo pepo. Penda mtu aliyebatizwa maji mengi kama wewe, aliyejaa roho kama wewe, mwenye imani inayofanana na wewe. Hello. Amen. Mambo ya kuniletea wale wa ugali kichwani hapa eti nimempenda, takulaani mpaka ufe. Rudia tena mstari wa 5. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Mwambie mwenzako, kama una mtu ambaye hajaokoka akabatizwa na maji mengi, sio Pentekoste, umelaaniwa. Sio mimi, ni neno la Bwana. Eti nampenda. Sweetie nani? Sweetie awe na imani sawa na wewe. Hebu mwangalia mwenzako usoni. Ukiona anaangalia chini, ujue tayari anataka kuchepuka. Yesu asifiwe. Endelea kidogo. Mungu mmoja. Mungu mmoja. Naye ni Baba wa wote. Naye ni Baba wa wote. Aliye juu ya yote. Aliye juu ya yote. Na katika yote na ndani ya yote. Aya. Na katika yote na ndani ya yote. Twende kwa mstari wa 7 sasa. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Ndiyo, mstari wa 8. Hivyo usema. Tuseme wote, hivyo usema.
Hivyo usema, alipopaa juu, aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Sasa sikia, tuachia. Akawapa wanadamu vipawa. Alipopaa juu, aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Alikuwa anawapa saa ngapi? Alipokuwa ananawisha miguu yao. Kwa sababu akijua kuwa Baba amempa vyote mkononi mwake, akatafuta atakao warithisha. Kwa hiyo akaanza kuwanawisha miguu, akala nao chakula. Last Supper, baada ya kumaliza akawanawisha miguu, akawafuta na kitambaa. Kumbe alikuwa anawarithisha. Amen. Hello. Labda utaelewa hivi, andika. Mamlaka, umiliki wetu upo kwenye miguu yetu. Yaani tukiona uwezi kumiliki, ukamiliki nyumba zako, ukamiliki miradi yako, ukamiliki, maana yake kwenye miguu yako kuna shida. Unahitaji vipawa, unahitaji kuridhishwa. Yesu alipojipa, sikiliza, Mwanzo 10:49. Mwanzo 49:10. Mwanzo 49:10 inasema, fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria kati ya miguu yake, hata alipokuja yeye. Nataka hivi, fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria kwenye miguu, hata atakapokuja yuko. Yule atakaye miliki, mwenye miliki yake amiliki. Kutoka wapi? Miguuni. Mwenzako, miguu yako iko salama. Ndio maana aliwanawisha miguu. Okay, sikia. Zaburi ya 8 mstari wa 6. Anasema, ukianza mstari wa kwanza, anasema mtu ni kitu gani hata umwangalie? Zaburi ya 8. Na mwanadamu hata umtazame. Anasema umemfanya punde kuliko mdogo kuliko Mungu, lakini umemkirimia taji, umemkirimia. Asema hivi, umevitia vitu vyote, mstari wa 6, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Maana yake pesa, mali, majumba, umiliki, miradi iko chini ya miguu yetu. Bwana akupe kumiliki kwa miguu yako. Yesu alipokuwa anaweka msingi, hakuweka tu kwamba nimewaweka walokole waende watukanwe duniani. Hapana. Una haki ya kudai mali yako. Na mimi nimesema ardhi ya mahali hapa inasikia, anga la mahali hapa linasikia, na hali ya hewa inasikia, na hizi kuta zinasikia, na mabati yanasikia, ya kwamba anayeabudu mahali hapa sio tu anarithi kunena kwa lugha, urithi na magari, urithi na nyumba, uwe na miradi yako, uwe na biashara kubwa kubwa. Ndiyo ahadi ya Bwana, akipitia vitu vyote chini ya miguu yako. Madhabahu hii imesikia, ardhi hii imesikia, hali ya hewa imesikia. Shetani akataa kubali, lazima ufanikiwe, lazima umiliki. Na hatutaishi maisha ya kubakaiza, tutaishi maisha ya kifalme. Maana sisi ni wafalme, tumejaliwa ukuhani, tumejaliwa ufalme, na vipawa vya Mungu havina majuto. Haleluya. Yesu asifiwe. Akavitia vitu vyote. Baada ya kupewa, kabla hajaenda juu alituachia. Na mimi nasema hivi, utakuja maskini hapa, lakini hutasalia kuwa maskini. Ukiingia huo mlango, anza kuhesabu utajiri. Na mwenye mamlaka mahali hapa nimetamka. Ninasema ukiingia mlango huu kwamba umekuja kuabudu hapa, maisha yako yaanze kubadilikia kuanzia hapo hapo. Tazama wako waanze kubadilika kuanzia hapo hapo.
hali ya kufanikiwa kwako ibadilike kuanzia hapo hapo. Ulikuja unaingia ukiburuza vumbi mtaani, lakini saa inakuja utakuja ukidrive. Haleluya. Haleluya. Wewe sio kawaida. Ndani ya Yesu hatujapewa ukawaida. Haleluya. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Walionielewa sema amen. Walionielewa sema tena amen. Haleluya. Baada ya hapo naomba niseme jambo sasa. Kwenye ule msingi wa mitume na manabii tuliangalia hawa ndio nguvu yetu. Sasa leo kabla sijaenda hilo nitaiangalia kesho, kuna vitu vya kuangalia kwenye mitume na manabii, watumishi wa Mungu maana yake, tutavichimbua kesho. Leo nataka nizungumze juu, andika, nimalizie na hili ndio tutaweka kwa maombi ili kesho tuendelee mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kweli tujifunza kuna nguvu kwa watumishi wa Mungu ya kuvusha, sawa? Lakini nataka nifanye pia kile nilichokisikia. Nataka niseme madhihirisho ya Mungu ya kuonekana. Ngoja sema. Madhihirisho ya Mungu ya kuonekana yawe ni ya baraka ama mapigo. Madhihirisho ya Mungu ya kuonekana yawe ya baraka ama mapigo yanaletwa na wingu. Madhihirisho ya Mungu yawe ya baraka ama ya mapigo yanaletwa na wingu. Okay. Mungu alipokuwa anaenda kwa kuonekana akiwa na wana wa Israeli, walienda na wingu mchana, hawakuonekana, na nguzo ya moto usiku. Kwa hiyo walilindwa na wingu. Leo hatoki mtu mlango huu mpaka atoke na wingu la Bwana. Haleluya. Haleluya. Walikwenda na ile wingu, walipokuwa wanaangaliwa hawakuonekana, ila wingu lilionekana. Amen. Likienda pamoja nao. Amen. Kwa hiyo Mungu anapojifunua mahali, moja ya namna anayokuja wingu. Na naomba leo niseme tu pia kwa sehemu, maana ni pana sana hii. Lakini nitakufundisha, nitakupa kwa sehemu, tuanze kuionja leo kabla ya kesho. Haleluya. Okay. Wingu liliwafunika mchana, sijui bwana. Eneo la pili, twende sasa mfano mwingine hiyo wa wingu. Nenda kwenye kitabu kile cha Mathayo 3:15. Ulikuwa ni muonekano wa wazi. Ukisoma Mathayo 3:15, wakati Mungu anajifunua waziwazi kumtambulisha Yesu. Mathayo 3:13. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya. Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Ndio. Lakini Yohana alitaka kumzuia. Ndio. Akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Na wewe waje kwangu. Ndio. Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa. Kubali hivi sasa. Kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Mstari wa 17 unasemaje? Natazama sauti kutoka mbinguni ikisema. Mstari wa 16 anzia hapo. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini. Natazama mbingu zikamfunikia. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Natazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Okay. Mbingu zilifunuka. Mahali mbingu zimefunuka, wingu lilishuka. Amen.
Unalitaka wingu lisilo la kawaida liende na mtu hapa. Amen. Ukitembea ndani ya wingu. Fungua Mathayo 17 uone wingu limezewa pale na lilipobadilisha sura mpya. Mathayo 17. Mathayo 17 mstari wa kwanza. Mathayo 17 mstari wa kwanza. Na baada ya siku 6, Yesu akatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao. Akageuka sura uso wake ukang'aa kama jua. Ndio. Mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Ndio. Na tazama wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia, Yesu Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu. Kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe. Hebu rudia tena. Alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe. Hebu rudia tena wote. Alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe. Nikawatia uvuli. Nikawatia uvuli. Bwana akutie uvuli kwa wingu jeupe. Usitembee tena kwenye wingu jeusi. Wingu jeupe ni la Bwana. Haleluya. Na tazama sauti ikatoka katika lile wingu. Lile wingu ambalo Bwana aliwafunika nalo kukaja sauti. Ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Ninayependezwa naye. Ninayependezwa naye. Sikieni yeye. Msikilizeni yeye. Hesabu 12. Hiyo nimekuonyesha wingu hili lilileta sauti ya Mungu Bwana. Bwana akajifunua kwa wazi. Waliona wazi wingu jeupe. Wingu hilo ndio lilitokea ikawaongoza Waisraeli. Kesho tutaiangalia kwa undani. Nimepapenda sana hapo. Nataka watu watembee na viwango vingine vya wingu. Uende kwenye anga jingine kwenye hii semina. Mimi hata kama hii semina kwa wiki ijayo hamna shida. Acha tuchukue mpaka tupate wingu. Haleluya. Fungua Hesabu 12 uone wingu mahali pale limeshuka lakini halikuleta usalama. Ila Mungu ameshuka hapo akaongea kwenye hilo wingu. Hesabu 12:5. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu. Akasimama pale mlangoni pa hema. Akasimama pale mlangoni pa hema. Akawaita Haruni na Miriam. Akawaita Haruni na Miriam. Nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia, sikieni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono. Nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo. Maana waziwazi wala si kwa mafumbo. Na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi ninyi hamkuogopa kumnena mtumishi wangu huyo Musa? Hasira za Bwana zikawaka juu yao. Naye akaenda zake. Kisha hilo wingu likaondoka kutoka juu ya hema. Kwa hiyo wingu liliposhuka, sauti ya Bwana ikaja, ikatoa maonyo, adhabu. Pale tuliposoma pengine wingu lilishuka, Bwana akajifunua. Leo tunaenda na wingu ambalo Bwana amejifunua. Okay. Baya ndio ushuhuda. Siku moja nilikuwa natoka Moshi. Ndio hivi vitu na jaribu kuvinukuu na viona. Walikuwa natoka Moshi. Nikawa nina programu ambayo ninayo. Nilikuwa nakuja Sauti ya Injili. Nilikuwa na ka program hasa kutoka nyumbani kwetu kijijini kabisa. Na nikasema na waige maana vipindi vya radio ndio hivyo. Kwa hiyo nikaamua kuwasha gari. Sikujua ilikuwaje, nilisikia nguvu ya Mungu imenishika. Nikaona kama lile gari limebadilika. Nikitazama naona kama hali ya hewa imebadilika. Nilikanyaga gari. Kila nilikokuwa napita naona magari yamesimama. Kumbe ilikuwa ni overtake. Mahali pali saa na nusu nilitembea dakika 50. Niliachana na baba mkwe mahali, nikamwambia hapa niko Sauti ya Injili Moshi Sunshine Town.
Akasema hapana, hujafika, unanidanganya. Nikamwambia baada ya muda fungulia redio. Lile wingu liliponishika kwenye gari, nilijikuta na nena kwa lugha, unasikia kama kupaa, kama gari inaruka, kwa hiyo unajikuta na kanyaga. Hakuna trafiki ameniona njiani, maana nilikuwa na wingu. Hakuna chochote kilichonizuia, hakuna yoyote, nikafika. Haleluya. Haleluya. Yesu asifiwe. Ukionja hivi vitu utavijua. Kuna wakati nilikuwa natoka njia hii ya polisi. Kabla sijaenda hiyo njia ya polisi kule juu, niseme ya kwanza, kuna mahali ndugu yangu alikuwa anaishi, na wakati ule maisha yalikuwa magumu, lakini nilikuwa naongoza maombi fulani, fellowship ya maombi jioni. Kwa hiyo nikiwa naenda kwa ndugu yangu tunakula jioni, wakati natoka kuna kanjia wamekafunga hivi, nikatoka wakati na wai maombi, nilifunikwa na wingu sio kawaida. Alafu ndani ya wingu nikaona natembea na Yesu. Alafu tunaongea. Sasa usiniulize tuliongea nini. Lakini alikuwa na kabegi fulani ambako zamani kulikuwa kameandikwa volcano, kana kamba hivi. Kwa hiyo akiwa na kale kabegi, tulipokwisha kuongea akanipa kale kabegi, akanikabidhi. Aliponikabidhi, navukia barabara ya kutoka kituo cha polisi huku PPF huku, nikaona majengo ya Israeli yale ya Yerusalemu yale, nikaona zekuta, na alafu Yesu amepaa akakimbilia pale. Kwa hiyo niliishia kusema Yesu, usinisahau utakapoenda katika ufalme wako. Na nikasikia sauti ikaniambia nyuma yangu kwamba kama ulivyoona ameenda, hivyo itakavyokuwa atakapokuja kunyakua, ataenda pale Yerusalemu, atasimama juu na atatuma mwaliko wa malaika, utanyakua watu kila mahali, alafu watakuja wote mpaka Yerusalemu, afu akishamaliza kutoka hapo ndo wataenda mawinguni. Yesu asifiwe. Ile nilipokuja nilikuwa naongea mpaka nikasema waliopishana na mimi pengine waliona labda naongea mwenyewe. Nilipita hapo, baadaye nakuja kushtuka, mbona kama sikuwa nimelala, kumbe ni wingu lilinivaa. Bwana akuvike wingu kwa jina la Yesu. Siku nyingine natembea Impala, tulikuwa na program kanisani wakati tuanza kule, alafu nikaona watu warefu, wazungu wenye warefu wamevaa nguo za manjano fulani warefu sana, wakatokea. Kasema hawa wazungu mbona wananifesi? Ndio wanakuja kuniambia sisi ni malaika wa mavuno. Afu nikiangalia pembeni naona watu wanapita lakini kama hawawaoni. Mimi ndo nawaona. Basi wakanielekeza kwamba huu ni wakati wa kushuhudia 1, 2, 3 na nini, wakajitambulisha. Nikauliza mavazi yanamaanisha nini? Karibia mavazi yetu ya mavuno ndo tunavaa hivi. Wakanielekeza, afu natoka pale nilikuwa naongea na watu wanapita, baadaye wamepita na nakuja naondoka pale mpaka najishangaa hivi hawajaniona kama ni kichaa, kumbe hata hakuna mtu mwenye story na mimi. Wingu. Pokea wingu jioni ya leo. Bwana akaweka ulinzi wa wingu, watu waende kwa nguzo ya wingu mchana, maana yake hutawaona mchana, japo wanapita utaona mawingu tu, lakini wako ndani ya wingu. Na hiyo saa imefika kwa mwana Yerusalemu, utatembea hawatakuona, utawapita wala hawakuona umepita saa ngapi, maana wingu jeupe la Bwana limekufunika. Haleluya. Haleluya. Wingu liposhuka hapa umeona madhihirisho. Kesho tutaangalia mengine zaidi, lakini hebu tuone wingu lilishuka. Mbingu zinapofunuka mahali wingu linashuka. Kwa tuna wingu lazima litulinde. Kuna wingu lazima liende na sisi. Maandiko yanasema Bwana akaenda katika nguzo ya wingu. Hata Elia alichukuliwa na wingu Bwana. Kerubi likambeba mawinguni akapelekwa na wingu. Unaonaje saa ingine kuna hatari hapa, wingu likubebe likuvushe ng'ambo ya pili? Inawezekana, maana wingu la Bwana limembeba Bwana ndani yake. Haleluya. Haleluya. Kuanzia leo kichwa kwa jina la Yesu.
Kuanzia leo ufichwe kwa jina la Yesu. Lakini angalia, ili wingu kuna sehemu lilitoa sauti ya adhabu, lakini kuna sehemu lilileta baraka, lilileta sauti ya mafanikio, sauti ya majibu. Simama mahali ulipo. Na wingu lienda na wewe. Ulione wingu likienda na wewe. Lipo, utaliona jioni ya leo. Lipo leo, utaliona jioni. Kama wao wanaleta uvuli wa mauti, sisi tutatembea na uvuli wa Bwana wenye neema ndani yake. Tutatembea kwenye pawa za Bwana. Pawa za Bwana ni wingu jeupe. Nitatembea na mtu hapa, watasema huyu mtu ni mchawi, huyu tunamtafuta hatumpati. Kumbe umepishana, wamepishana na wingu, hawaja kuona. Mtu mmoja alikuwa anapita mahali ambapo yametoka zake maombi, yuko ananena kwa lugha, sikuwa ni mkesha. Pale anapopita, kumbe kuna majamaa yalikuwa ni mauaji, yana lawiti, yafanya vitu vibaya. Sasa pale palikuwa mwanamke hawezi pita saa hiyo, hata mwanaume hawezi pita. Binti amepita zake. Sasa kati anapokuja wakajificha ili wamnase. Wingu la Bwana liliposhuka pale, yule binti akaonekana ni jitu. Kati anapoenda anarefuka. Kati anapoenda anarefuka. Alafu anakuwa mnene. Anakuja kama jitu la kutisha. Wakaona bibi, wakaanza kurudi nyuma. Kaanza kurudi nyuma. Mpaka alipopita akaenda, yeye hajui. Lakini walimandama mpaka ikabidi baadaye waje wajisalimisha kanisani. Wakasema kwa kweli, haleluya. Haleluya. Yesu asifiwe. Wakaja kujisalimisha wakasema tulimuona na tulikusudia kumfanyia mabaya, lakini alipokuja kwetu alitubadilikia. Acha ukabadilike leo mbele ya wachawi. Alikuona mnyonge wakakuona mtu mkuu. Wanapokuona kama Kadaudi kadogo, lakini utampiga Goliati, maana umebeba wingu la Bwana. Hautakuwa kawaida. Wamezoea kukunyemelea kwenye ndoto na kukushambulia kwenye ndoto, watakutana na wingu. Hawataona mtu mdogo, wataona jitu kubwa, jitu lisiloshikika. Hawatamuona Daudi mdogo, wataona jitu kubwa. Na ikawa hivyo wakati wingu jeupe linapokuja kwako. Haleluya.